Na mtazamaji wangu, kwa kweli vijana Gen Z wanaonekana kumaanisha kile ambacho wanazidi kukizungumza katika mitandao ya kijamii. Hii hapa ni kutokana na tukio lililoweza kutokea usiku wa leo hii, kama ulivyoweza kutizama kipande hicho cha video nilichoweza kukitanguliza. Ila kabla nikuonyeshe uhalisia wa video hiyo, mtazamaji wangu, itakuwa vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vyema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu. Hapa kwa mama maka huyu ndo ameamua, hamna kukimbia mtu, vitu kama hivyo hapo vinakoendelea. Waone so hivyo mabomu wa machozi wanatupa huko mabomu. Habari ndio panda. Wasije kunipitia mbala langu, nikataka kushoto hata kumama akaje kupita. Na mtazamaji wangu, kama ulivyoweza kutizama kipande hicho cha video, mtazamaji wangu, inaonekana wazi vijana Gen Z kile wanachozidi kukizungumza katika mitandao ya kijamii huenda kaweza kufanikisha zoezi lao la maandamano ya tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025. Haya yote vijana Gen Z wanaamini kwamba siku ya kesho uongozi wa serikali ya awamu 7 utakuwa upo na kipindi kigumu kukabiliana nao, ijapokuwa lockdown imeweza kutangazwa, jambo ambalo halikuwa likitarajiwa kufikia kwa hatua hiyo. Sote tunafahamu kwamba mataifa ya kigeni nayo yanazidi kufuatilia hali halisi zinazozidi kujiri katika Jamhuri ya Tanzania. Ila mtazamaji wangu, haya yote yanayozidi kuendelea ni habari mbaya kwa uongozi ulioko madarakani, kwani mtazamaji wangu, iwapo uongozi ulioko madarakani uliweza kuchaguliwa na wananchi ambao ndio wenye nchi katika zoezi la uchaguzi uliokuwa umeweza kuratibiwa kikatiba tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025, na kutokana na matokeo ya urais ambayo yaliweza kusababisha Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuapishwa, iliweza kubainika kwamba aliweza kushinda uchaguzi huo kwa 98%. Mbona leo hii kwa mara nyingine asiweze kujumuika yeye pamoja na 98% ya kura ama wapiga kura walioweza kumpigia ili kushinda uchaguzi ulioweza kupita? Na ndipo ambapo hivi sasa mataifa ya kigeni yanaamini ukweli wa mambo, jinsi gani ambavyo hakuna uhuru wa habari, pia hakuna uhuru wa kujiwasilisha iwapo wewe hapo umeweza kutoka katika chama pinzani na sio CCM. Na ndipo ambapo vijana Gen Z wasingependa kuendelea na maisha hayo chini ya uongozi wa serikali ya awamu 7 katika miaka 5 ijayo. Hivyo basi wanazidi kuratibu maandamano yao na kuyaanzisha ili kufanya mabadiliko yaweze kufanyika. Mtazamaji wangu, haya yote yanayozidi kufanyika ni dalili tosha jinsi gani ambavyo hivi sasa baadhi ya viongozi upinzani wapo na hofu, kwani vijana Gen Z kile wanachozidi kukifanya hata viongozi wa upinzani wanaogopa, kwani Gen Z hata usiku wa leo hii ama hivi sasa wameweza kuonekana wakiwa barabarani. Mtazamaji wangu, hii hapa ni taswira sawia na ile ambayo iliweza kutokea kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa John Heche alipoweza kuzuiwa kutosafiri kuelekea katika nchi ya Kenya. Tuliweza kushuhudia jinsi ambavyo maelfu ya vijana Gen Z waliweza kujitokeza usiku kupiga kelele na hata kumuondoa Mheshimiwa John Heche asiweze kukamatwa. Hivyo basi siku iliyoweza kufuatia kweli tulishuhudia maandamano mazito. Hivyo basi tukio sawia na hilo limeweza kujirejelea leo hii. Dalili za maandamano kuanza usiku wa leo, dalili ya kuonyesha wazi jinsi ambavyo vijana Gen Z kile wanachozidi kukizungumza katika mitandao ya kijamii wataweza kukifanikisha. Haya yote yakionekana kuwa ni pigo kubwa kwa uongozi ulioko madarakani. Mtazamaji wangu, kwa haraka mno ningependa tuweze kupitia sababu zinazozidi kuchangia vijana hawa wa Gen Z kuandamana kupinga na kukosoa serikali ya awamu 7.
kwani sote tunafahamu jinsi gani ambavyo uongozi ulioko madarakani hivi sasa unazidi kushutumiwa na kosa la utumiaji wa nguvu kupita kiasi dhidi ya vijana wa Gen Z na wale wanaozidi kukosoa uongozi wao. Pia mtazamaji wangu, kuna swala la ukiukaji wa haki za binadamu kutokana na vitendo vya kikatili vilivyoweza kutokea katika maandamano yaliyoweza kupita. Kwa njia moja ama nyingine, hivi sasa Watanzania wengi wanazidi kushinikiza na kulilia haki iweze kupatikana kwa wapendwa wao walioweza kuaga dunia katika maandamano yaliyoweza kupita. Mtazamaji wangu, haya yote yanaonekana ni dalili tosha jinsi gani ambavyo uongozi wa serikali ya awamu 7 umeweza kuingia hofu na uoga mkubwa kutokana na kile vijana Gen Z wanakifanya dhidi ya uongozi wao. Mtazamaji wangu, moja kwa moja, kwanza kabisa ningependa ufahamu kwamba uongozi wa serikali ya awamu 7 umeweza kunyimwa ufadhili ama mkataba uliokuwa kitaka kuweka na taifa la Urusi. Tuliweza kushuhudia chapisho lililoweza kuchapishwa jinsi ambavyo vitoa machozi, bomu la kutoa machozi pamoja na rubber bullets ambazo zilikuwa zimeweza kuitishwa ama kununuliwa katika taifa la Urusi kusafirishwa kwa ajili ya kuwasili nchini Tanzania mapema ili kudhibiti waandamanaji katika maandamano yao, ila hayo yote haijaweza kufanikiwa na imeweza kuratibiwa ya kwamba mzigo huo huenda kaweza kuwasili hata tarehe 10 ama tarehe 11, jambo ambalo litakuwa ni pigo kubwa, kwani uongozi ulioko madarakani hivi sasa utakuwa hauna vitoa machozi vya kutosha pamoja na risasi za mpira, jambo ambalo huenda likaweza kufanikisha zoezi la vijana Gen Z la maandamano yao ya amani. Pia mtazamaji wangu, vijana Gen Z wanaamini kwamba kutokana na maandamano hayo ya siku kesho, kutakuwa na wale walioweza kupata majeraha na wale walioweza kupoteza wapendwa wao. Kwanza kabisa wataweza kuanza kutoa dakika moja kimya ili kuwapa heshima mashujaa wao kama wanavyozidi kuwaita na kuwatambua wale wote walioweza kuaga dunia katika maandamano ya tarehe 29. Mtazamaji wangu, amini usiamini, haya yote vijana Gen Z wanayozidi kuyafanya yanazidi kusababisha uongozi ulioko madarakani kuwa na uoga kuhusiana na vijana hao wa Gen Z kufanikisha zoezi lao. Sasa mtazamaji wangu, itakuwa vyema iwapo wewe hapo utaweza kutochia maoni yako katika uwanja comment section. Muhimu kabisa, usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.